Nimewahi kuzungumza matukio ya kutisha na tukawa pamoja kuyasikiliza matukio ya kutisha zaidi. Nikatolea video ya matukio ambayo hatujajua ni time traveler au ni matukio ya aina gani. Nilisema nitazungumzia matukio 10 kwenye ile video, lakini nikazungumzia matukio 9 tu. Nikasema kama tukio la 10 ni la kutisha zaidi, so vema kuliweka kuwa kama kipande, na nikatoa ahadi kama nitazungumzia kwenye video yake ya tukio la 10, na leo nimeamua kuimalizia hii historia yetu ambayo tuliachia kwenye ile video ya matukio 9. Hili ndio tukio la 10 ambalo dunia haijawahi kabisa kupata majibu, na mpaka leo serikali 3 hazijawahi kabisa kusema ukweli. Kama hujasubscribe channel ya Hi-Ty Hybrid, cha msingi subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza kabisa pale pindi tutakapokuwa tunatuma video zetu mpya. Dunia ina siri ambazo binadamu haijapanga kuzijua. Tunafungua. Kuna nyakati ambazo milango ya ulimwengu mwingine inafunguka na kumeza kila kilicho mbele yake. Mwaka 1900 mwezi wa 9 tarehe 4, anga la Ujerumani halikuwa na dalili yoyote ya hatari, lakini ndege Santiago flight namba 513 ilikuwa inabeba abiria ambao hawakujua kuwa wangekuja kuandikishwa kwenye historia ya kutisha zaidi ya karne ya 20. Fikiria mfano, vuta picha, upo ndani kwenye hiyo ndege. Harufu ya kahawa ya asubuhi unaipata kwa uzuri zaidi. Watoto wanacheka, na hivyo Kapteni Miguel Victor Kalu anakagua vyombo vyake, na sekunde chache baadaye hakuwa anajua kama kila kitu kitakuja kubadilika. Flight namba 513 haikupotea tu, ilitoweka kwenye uso wa muda. Leo tunafungua hili faili ambalo serikali 3 zimejaribu kulichoma moto kwa miongo 4. Hawa waliosafiri hawakuwa namba tu, walikuwa binadamu wenye ndoto. Klaus Meyer, mfanyabiashara wa vitu kutoka Aachen, alikuwa amebeba mkoba wenye almasi za samani pembeni, akiwa na mwanawe aitwaye Anna mwenye miaka 6. Alikuwa amemshika dubu ambaye aliyemta jina la Fritz. Kwenye siti ya namba 12B alikuwa amekaa Profesa Hermann von Lutz, mtaalamu wa fizikia na nyuklia. Huyu jamaa alikuwa ni mtaalamu wa fizikia ya nyuklia aliyekuwa akitoroka kutoka Ujerumani kuelekea Brazil. Je, Profesa von Lutz alikuwa anajua kitu? Baadhi ya wapelelezi wa serikali wanadai kuwa ndege hii haikuingia kwenye wingu kwa bahati mbaya. Inasemekana majaribio ya siri ya sumaku electromagnetic expression ilikuwa ikifanyika kwenye eneo lile la anga. Unapotazama picha za abiria, unajua kuwa kwao safari hii
ilikuwa ni ya masaa machache sana, lakini kwa dunia ilikuwa ni safari ya kifo cha miongo mitatu. Hebu tuchambue saa 2 za kwanza baada ya kupaa. Flight namba 513 ilitoa ripoti ya mwisho juu ya bahari ya Atlantic. Captain Carl alisema, nanukuu, tunaona ukuta wa kijivu usio na mwisho. Compass inazunguka kama kichaa. Yani tunaona ukuta wa kijivu usio na mwisho. Dira inazunguka kama kichaa. Mwisho kunukuu. Hii ilikuwa ishara ya tempo lift. Hapa ndipo tunakutana na Dr. Cecil Atelo, mwanasayansi aliyekuja kuchunguza tukio hili miaka 35 baadaye. Atelo anasema, na nukuu, ndege haikuingia kwenye mawingu, iliingia kwenye shimo la wormhole. Mwisho kunukuu. Elstini pia alikuja kutabiri kuwepo kwa madaraja haya kwenye anga, lakini flight 513 ndiyo ilikuwa ushahidi wa kwanza wa vitendo. Lakini kwa nini miili iligeuka mifupa wakati nguo na nyaraka zilibaki imara? Dr. Atelo anadai kuwa nishati ya shimo lile ililenga tishu za viumbe hai pekee, organic matter au organic matter, ikiziunguza na kuzikausha ndani ya sekunde moja. Yani ilikuwa ikiziunguza na kuzikausha ndani ya sekunde moja tishu za viumbe hai. Mwaka 1989 saa 9 na dakika 41 alasiri, ilikuwa ni Oktoba 4. Haitai failizi, tunafungua mafaili. Na kuna taarifa zingine zinasema kama ilikuwa ni Oktoba 12, na hii ndo ambayo ina uzito zaidi. Oktoba 12 mwaka 1989 saa 9 na dakika 41 alasiri, Porto Alegre, Brazil, rada ilionyesha chombo kinachotembea kwa kasi ambayo ndege za wakati huo hazikuweza. Ndege ya Douglas DC namba 4, chombo cha zamani, kilikuwa kinatua Kitalanta. Celebrity Rodrigo Santos ndiye ilikuwa wa kwanza kuingia ndani. Ripoti yake ambayo High-Tide Hybrid tumepata kwa siri kubwa sana ni hii hapa, ambayo inasema, na nukuu, nilifungua mlango nikitegemea harufu ya maiti zinazooza. Badala yake kulikuwa na harufu ya vumbi la kale. Nilimkuta Kapteni Kale. Mifupa ya mikono yake ilikuwa bado imeshikilia thrusters, yani vidhibiti mwendo. Macho yake yalikuwa yamepotea, lakini fuvu lilikuwa limetazama mbele kwa makini mkubwa, nikana kwamba mifupa ilikuwa bado inaendesha ndege. Mwisho kunukuu. Pia maswali yaliibuka, ni nani aliyetua ndege hiyo? Ikiwa sote tunajua mifupa haina misuli wala ubongo.
Ni nguvu gani iliongoza flight namba 513 kutua salama bila kupata hata mkwaruzo mmoja? Hii ndiyo siri ambayo serikali ya Brazil imekataa kuijibu kwa miaka yote. Na tuzungumzie kuhusu black box. Mwaka 1991 mwanahabari mmoja wa kijasusi alidai kusikiliza sekunde 15 za mwisho za rekodi ya cockpit. Alisema hasikii sauti ya binadamu bali anasikia sauti za vibration, yaani mitetemo inayofanana na sauti ya chuma kikisuguliwa. Je, abiria hawa walikuwa tayari wameshabadilishwa kuwa kitu kingine kabla hata hawajatua? Ni maswali ambayo wengi walijiuliza. Mwanasayansi Victor Ribeiro, ambaye baadaye alitoweka, alidai kuwa aligundua kuwa saa za abiria zote zilikuwa zimepishana kwa sekunde 0.004. Hii ni ishara ya time dilation. Serikali ilijaribu kusema kuwa hii ilikuwa ndege ya kijasusi ya Urusi iliyopakwa rangi ya Santiago Airlines. Lakini kwa nini miili ilikuwa na dira za watu waliopotea mwaka 1954? Uongo wa serikali unaanza kubomoka hapa. Ingawa hii story imekuwa kubwa zaidi duniani, lakini haijathibitishwa, na mimi leo sitaki nithibitishe kwa sababu wenye mamlaka ya kuthibitisha hawajathibitisha hii simulizi. Kwa hiyo tukiwa kama Hi-Tie Hybrid au Hi-Tie Files, hatuwezi tukathibitisha kitu ambacho hakijawahi kuthibitishwa na serikali zenyewe. Kwa hiyo hii simulizi imekuwa ni kama fumbo. Ninapohitimisha katika safari hii ya dakika zaidi ya 10, tunabaki na swali: ikiwa flight namba 513 ilirudi, ni nini kingine kingine kipo njiani kurudi? Kuna ndege nyingi zimepotea kwenye historia kama ile MH370 ambayo video yake nimeielezea kwa kina zaidi. Itafute hiyo video uitazame kwa kina, utajua ni kwa nini ilitoweka. Kuna mdada anaitwa Abelia Earhart, na hii pia video nilielezea kwa kina zaidi katika matukio ya watu waliotoweka na hawakuwahi kurudi tena. Itafute video yake ili ujue alitoweka vipi. Na kuna ndege nyingi, je, nazo zipo kwenye shimo la muda zikisubiri portal ifunguke tena. Kisa cha Santiago namba 513 ni onyo la ulimwengu, si vile tunavyoaminishwa mashuleni. Kuna nguvu, kuna milango, kuna macho yanatutazama kutoka kwenye giza. Hivyo kama hujasubscribe channel Hi-Tie Hybrid, cha msingi subscribe, kwa sababu siri inayofuata itakufanya usilale usiku mzima. Stay hybrid, stay conscious. Stay hybrid, stay conscious.